Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Siku ya jana huko Lagos nchini Nigeria, msanii Jux pamoja na mpenzi wake Priscilla walikuwa na tukio la sherehe ya ndoa ya kitamaduni za Kinigeria. Wengi tunafahamu katika nchi tofauti tofauti kumekuwa na tamaduni fulani ambazo zimekuwa zikidumishwa. Kwa upande wa Jux tunaweza kusema tayari alikwisha fanya tamaduni zote za Kitanzania, na siku ya jana ilikuwa ni siku muhimu sana kwa mpenzi wake Priscilla au mke wake, kwa ajili tuna wao kudumisha tamaduni zao za huko nchini Nigeria. Na tulishuhudia mastaa wengi mbalimbali, wasanii wengi walihudhuria katika tukio hilo, ili mradi tu kumsupporti msanii Jux kwa namna moja au nyingine. Na tunaweza kuona ni kwa namna gani wasanii wameinuka, wasanii ambao wamehudhuria katika shughuli hiyo basi walionyesha na wao ni kwa namna gani wanaweza kulivalia hili swala kwa namna ya tofauti. Tuliona namna ambavyo walivalia zile nguo au yale mavazi ya Kinigeria. Ni mavazi fulani hivi ambayo yaliwaonyesha na wao wanajua kudumisha tamaduni za watu. Tulishuhudia msanii Diamond Platnumz pamoja na wasanii wengine wakina Ommy Dimpoz, namna ambavyo walivaa, lakini pia namna ambavyo walikuwa wakitembea. Basi ni moja kwa moja tunaweza kusema ni zile tamaduni za Kinigeria zilikuwa zikidumishwa, kwa sababu hiyo sherehe au hiyo ndoa ndiyo ambayo ilikuwa inataka mambo hayo yafanyike hivyo. Sasa kitu kingine kikubwa ambacho kilitokea katika ndoa hiyo basi ni baada tu ya Peter P Square. Wengi tunamfahamu huyu Peter ambaye anafanya muziki wake. Zamani walikuwa wakifanya wawili kwa sababu yeye pamoja na Paul ni mtu na ndugu yake, yani ni mapacha. Sasa wakaunda kikundi chao kwamba wakawa wanaimba wawili, wakajiita P Square. Mmoja anaitwa Peter, mwingine anaitwa Paul, lakini baadaye kila mmoja akaanza kufanya muziki wake tofauti tofauti. Sasa Peter kama unakumbuka historia yake vizuri, au kama unakumbuka msanii Diamond Platnumz kitu ambacho aliwahi kukielezea hapo nyuma kuhusiana na yeye na ugomvi wake na Peter wa P Square. Kama hukumbuki, ngoja nikukumbushe kidogo. Huyu Peter wa P Square ilikuwaje akawa na bifu kubwa sana na msanii Diamond Platnumz. Unaambiwa Diamond pamoja na Zari the Boss Lady waliishi vizuri, na baadaye yalitokea mambo mengi sana mpaka kupelekea Zari the Boss Lady kulala na Peter huyu wa P Square. Msanii Diamond Platnumz aliwahi kufanya kazi na Peter wa P Square, aliwahi kumshirikisha katika ngoma yake ya Kidogo, na ngoma hiyo ilifanya vizuri sana na ikaenda viral zaidi. Na hapo Peter ni kama vile aliona fursa kwa Zari the Boss Lady, yani alianza kumtongoza, licha ya kwamba anajua kabisa Diamond huyo ni mwanamke wake, lakini kama ambavyo tunafahamu wasanii ni kama vile wanakuwa wanavunjiana heshima mara kwa mara. Sasa Peter alimtongoza Zari the Boss Lady, na baadaye Zari alimwambia mwanaume wake kwamba Peter amenitongoza licha ya kwamba ni rafiki yako mkubwa sana ambaye umefanya naye kazi. Sasa Diamond alikasirishwa na hicho kitendo, lakini baadaye Zari alimthibitishia kabisa msanii Diamond kwamba hakuna kitu chochote ambacho wamekifanya na Peter. Kitu kikubwa ni kwamba wameweza kumdhibiti kwamba hawezi kabisa kufanya naye kitu chochote kile. Hivyo Zari ni kama vile alikuwa anamheshimu sana msanii Diamond Platnumz. Lakini baadaye kidogo unaambiwa Zari the Boss Lady alipogundua msanii Diamond Platnumz anachepuka au amemsaliti na mwanamama Hamisa Mobeto, mpaka kupelekea Hamisa Mobeto kushika ujauzito, basi hapo Zari ni kama vile alikasirika sana na kuamua kuhitaji kulipa kisasi kwa msanii Diamond Platnumz. Sasa Zari akamtafuta huyo Peter ambaye mwanzo alimtongoza akakataa. Unaambiwa Zari the Boss Lady akaenda kutolea hasira zake kwa huyu Peter wa P Square, yani akalala na Peter. Sasa baadaye Diamond Platnumz alifahamu hilo swala kwamba Zari amelala na Peter wa P Square, na aliweza kushuhudia message pamoja na video zikimuonesha Zari the Boss Lady akiwa anaenjoy maisha na huyo Peter wa P Square. Sasa baadaye
msanii Diamond Platnumz alikasirika sana. Kama ambavyo tunafahamu, kwa upande wa wanaume ni ngumu sana kumsamehe mwanamke ambaye anapomfumania au anaposhuhudia au kusikia kwamba amelala na mwanaume mwingine, lakini kwa mwanamke inakuwa ni rahisi sana kumsamehe mwanaume akifahamu kwamba amelala na mwanamke mwingine. Sijui ni kwa nini, lakini Zari the Boss Lady alishindwa kabisa kuvumilia hilo swala. Alishindwa kabisa kuvumilia kwamba Diamond Platnumz amelala na Hamisa Mobeto mpaka kufikia hatua ya kupata mtoto. Lakini baada ya Zari kumuuliza Diamond Platnumz kuhusiana na yeye kuwa na mahusiano na Hamisa Mobeto, unaambiwa Diamond alikataa moja kwa moja na kudai kuwa hana mahusiano yoyote na Hamisa. Waliwahi kutoka tu one time baada tu ya Hamisa kuwa video vixen wake katika ngoma yake ya Salome. Basi walitoka tu mara moja, lakini hakuna kingine ambacho kiliendelea, yani kama vile tamaa fulani zile za wanaume kama ambavyo tunafahamu. Na Diamond akajitetea kwamba Hamisa alijitega kwake na yeye kama mwanaume bana alishindwa kuvumilia. Lakini swala zima la mtoto, msanii Diamond alikataa moja kwa moja kwamba yeye yule mtoto wa Hamisa Mobeto sio wa kwake, na alimuaminisha Zari the Boss Lady, lakini Zari alishindwa kabisa kuvumilia. Lakini pia msanii Diamond Platnumz baadaye na yeye akaona ya nini kuendelea kupambana na mwanamke ambaye hamuheshimu, kwa sababu mwanamke amefahamu mwanaume wake amechepuka, yani Diamond, na yeye akaamua kwenda kulipiza na kulala na mtu ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu sana na mwanaume wake ambaye ni Peter wa P Square. Sasa baada ya sakata lote hilo kutokea hapo nyuma, wawili hao wakawa na bifu kubwa. Peter pamoja na Diamond wakawa ni watu ambao hawasalimiani hata wakikutana maeneo ya kuenjoy, wanakuwa ni watu ambao wanapitana sana. Lakini siku ya jana katika ndoa ya Jux pamoja na Priscilla ya kitamaduni ya huko nchini Nigeria, unaambiwa Peter wa P Square na yeye alialikwa. Lakini pia tulishuhudia klipu ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha Peter akikumbatiana na msanii Diamond Platnumz, na kuonekana ni kwa namna gani wanafuraha wawili hawa kupatana kwa mara ya kwanza. Sio kawaida kwa wawili hawa kukutana katika maeneo ya sherehe au maeneo ya furaha kama hivi na kuamua kumaliza tofauti zao, na wameamua siku ya jana kumaliza kama wanaume. Peter wa P Square alimfuata msanii Diamond na kumbatia mkono na kumkumbatia, na kama ambavyo tunajua roho ya msanii Diamond, yeye binafsi hajawahi kuwa na hiana. Baada tu ya kuona Peter kama vile amehitaji yaishe, bana wakaamua kuyamaliza kama wanaume, licha ya kwamba Peter aliwahi kupita na mpenzi wake au mama wa mtoto wake Zari the Boss Lady, lakini ameamua yaishe kwa sababu kwa sasa hivi msanii Diamond Platnumz hayupo na mwanamama Zari the Boss Lady. Hivyo kesi, tunaweza kusema kesi hiyo imetatuliwa siku ya jana, na mashabiki wengi mbalimbali wameonekana kumpongeza msanii Diamond Platnumz kwa namna ambavyo ameamua kumsamehe Peter. Bana ni kitu kikubwa sana. Hakuna kitu kibaya kama kuweka kinyongo cha mtu ambaye bado mnaendelea kuishi hapa duniani, ni kitu kibaya sana. Lakini kwa msanii Diamond pamoja na Peter wa P Square, siku ya jana wameamua kumaliza tofauti zao kama wanaume. Ile lilikuwa ni kosa ambalo Peter alilifanya, lakini kishawishi kikubwa tunaweza kusema ndi mwanamke, yani Zari alimshawishi Peter kwa kiasi kikubwa sana ili mradi waweze kulala pamoja. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.